Naitwa Deogratias Nsokolo, ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma. Niko hapa mbele yenu kwa mara nyingine, lakini leo hii ningependa sana kuzungumzia juu ya wanachama wa vyama vya siasa vingine tofauti na Chama cha Mapinduzi, yani vyama vya upinzani ambao kwa kweli wako tayari kurejea Chama cha Mapinduzi. Na napenda kwa furaha sana baada ya kumsikiliza mara kadhaa aliyekuwa diwani wa kata ya Mwanga Kaskazini katika manispaa ya Kigoma Ujiji, ndugu Revocatus Clayton au maarufu kama Baba Levo. Nimemsikiliza mara kadhaa akionyesha nia ya kurejea Chama cha Mapinduzi, na niseme na kumwambia kabisa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Kigoma kipo tayari kumpokea ndugu Revocatus Clayton maarufu Baba Levo. Sisi wana Kigoma tunamfahamu, tunamkumbuka. Amekuwa diwani kupitia chama cha ACT Wazalendo awamu iliyopita, diwani wa kata ya Mwanga Kaskazini. Lakini sasa kutokana na maendeleo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika mkoa wa Kigoma na nchi nzima kwa ujumla, tunashuhudia miundombinu ya barabara, kuboreshwa kwa elimu, tunashuhudia meli zikikarabatiwa katika ziwa Tanganyika, ukarabati na ujenzi wa uwanja wa ndege, tumeshuhudia huduma za afya zikiboreshwa katika mji wetu na katika mkoa mzima kwa ujumla. Sasa mambo yote haya ndugu yetu huyu Baba Levo ameona kwa kweli hakuna haja ya kuendelea kuwa katika chama ambacho alikuwa nacho, na sasa yuko tayari kurejea CCM. Na sisi wana Kigoma, Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Kigoma, kwa kweli tunamkaribisha kwa mikono miwili, na kwa kweli tutampokea, tunamkaribisha aje ashirikiane na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuendeleza gurudumu la maendeleo katika mkoa wetu. Tunafahamu ushawishi alionao, nguvu alionayo. Kwa hiyo tunaamini kabisa huyu atakuwa ni moja ya mchezaji mpya kwenye timu yetu, na atakisaidia Chama cha Mapinduzi na wananchi wa mkoa wa Kigoma kupiga hatua kubwa zaidi ya maendeleo. Lakini pia atausemea mkoa wetu ambao tunaamini kabisa kupitia viongozi wetu wa serikali wataendelea kuleta miradi mingi zaidi kwa ajili ya ustawi wa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Mimi kama katibu mwenezi wa CCM wa mkoa nasema Baba Levo, karibu sana nyumbani, karibu sana nyumbani. Tupo tayari kukupokea wakati wowote, na kwa kweli tunafurahi sana. Ninaposema kumkaribisha, maana yake tukimkaribisha Baba Levo atakuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, au sio? Na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi maana yake anakuwa na fursa ya kuchagua na kuchaguliwa. Hizo yani anapata zile sifa ya kuchagua na kuchaguliwa. Na kwa msingi huo sisi Kigoma tunayo majimbo 8 ya uchaguzi. Inshallah kama tume huru ya taifa ya uchaguzi ikiamua kuyagawanya, pengine anaweza kuongezeka, hilo litakuwa jambo jema. Kwa hiyo kama mwanachama anayo nafasi ya kwenda popote, kwa maana ya nafasi ya ubunge au kwa maana ya nafasi ya udiwani, kama ambavyo amekuwa diwani katika kata ya Mwanga Kaskazini. Taratibu za chama zipo kupitia kanuni hizi, kupitia katiba hii ya Chama cha Mapinduzi ili kupata wagombea wake. Kwa hiyo tunamkaribisha kama mwanachama. Kwanza atakuwa kama mwanachama, na ukifika wakati wa uchaguzi akiona kuna haja ya kuwa diwani au ya kuwa mbunge, kwa sababu hizo ndio nafasi ambazo kwa sasa zipo, au sio? Ya urais tumeshamaliza, ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan mheshimiwa. Kwa hiyo kwenye ubunge jimbo gani atajua yeye kama anataka kufanya hivyo. Kwenye udiwani hali kadhalika anaweza kuamua aingie kwenye udiwani. Kwa hiyo yeye pamoja na wanachama wengine watapita katika vikao mbalimbali vya chama, na kwa kweli sisi tuko tayari kuwapa Watanzania au kuwapa wana Kigoma mtu ambaye wanaona wao kwao inafaa. Chama hiki kinasikiliza maoni ya watu, na ndio maana kwenye CCM kuna kitu kinaitwa kura za maoni. Maana yake unawasikiliza wanachama wanamtaka nani, wanasema nini juu ya mgombea. Kwa hiyo mgombea anayesimamishwa na Chama cha Mapinduzi ni yule ambaye
anakubalika na wananchi na wamesema tunamtaka huyu, basi kama chama hatuna hiana, labda kuwe na sababu nyingine ambazo kwa kweli ziko juu ya uwezo. Kwa hiyo tunamkaribisha sana ndugu Revocatus Clayton maarufu kama Baba Levo. Ni kijana ambaye amekuwa hapa, tunamfahamu na mafanikio yake tunayakubali na tunamuona, na kwa kweli tunajivunia.